Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, kwa mkunjofu na kukaribisha kuweza kufuata taarifa habari zetu katika lugha tukufu la Kiswahili. Nitakuomba uweze kulipa muda wako mwanzo hadi mwisho, na sema karibu. Tuanzie na huko Baraka ambako muungano wa walimu tarafani Fizi na mji wa Baraka umetarajia kushukuru na kupongeza jitihada anazoendelea kuzifanya mbunge wa taifa mchaguliwa wa tarafa la Fizi Msenyibwa Pele Janvier, hasa kuwatetea ili wapate mishahara yao ambao ucheleweshwa kila mara. Akizungumza na TV yako, Bwana Trezor Bilal Mati, msemaji wa walimu tarafani Fizi na mji wa Baraka, amesema kuwa ni muda sasa wao kama walimu hawajalipwa mishahara yao, na ni kitu cha kupongeza kuona mbunge wa taifa kutoka tarafa la Fizi anaingilia kati kuwatetea. Vraiment tuliweza kwa kushukuru sana mchaguliwa wetu, mtoto wetu wa Fizi, mheshimiwa mbunge wetu Janvier Pele, kwa gisi alivyo kujitolea na kwenda pale bungeni kututetelea sisi walimu wote wa Sud Kivu, en particulier territoire yetu ya Fizi na vile yetu ya Baraka. Vraiment tulisema shukrani sana kubwa kwa ndugu Honorable Janvier kwa kitendo ambacho amekifanya. Anaonesha kuwa kweli yeye yuko na susia ya mwalimu na yuko na susia elimu ya vile yetu ya Baraka na territoire yetu ya Fizi. Juu kwa sasa walimu miezi mingi hawapokei, hawana pesa, hawapati pesa mishahara yao, na kwa ile malalamiko yetu alikuwa akisoma katika mabarua zetu, tunajulisha wakilishi wake hapa Baraka na Fizi, akapata ile maraport na mpaka alipofikiria kuongea ile neno mu assemblée, na a partir ya vile vraiment tuko na garantie deja basi tupatia sonete ke d'ici là mishahara ya walimu itatoka, walimu watapokea pesa zao bila shida kupitia hizo eforo zenye Honorable Janvier aliweza kutusaidia. Na tuliweza kuandika karatasi ya kuweza kushukuru Honorable kwamba anajali walimu wa Fizi pia na watoto wa Fizi kwa kuweza kupata mishahara yao ya kialimu. Mwishowe Bwana Jafari Bienveni Lobe, mwakilishi wa mbunge wa taifa Msenyibwa Pele Janvier katika mji wa Baraka, amesema kuwa tayari amepokea kibarua cha shukrani toka kwa walimu. La reconnaissance n'est pas de ce monde, vile wa Faransa wanasemaka. Walimu wameonesha kiukweli kama wanashukuru mambo yenye mbunge wetu Msenyibwa Pele Janvier iko nafaa kule Kinshasa kupitia barua. Honorable Msenyibwa Pele Janvier alipiga kumeza ku niveau ya assemblée akisema kwa nini walimu wa province éducationnelle Sud Kivu D mumazone zenye ziko nono kipe par l'agresseur AFC M23 appuyé par le Rwanda, pourquoi banaweza kuwa nafanya 1 mois 2 mois 3 mois abaya pokea mshahara yao? Jo kwenye dossier ilianzia, na wakati walimu balimsogelea ba province éducationnelle Sud Kivu D balimutumia ile malalamiko, akesema mi en tant que député élu wa territoire ya Fizi, soit ministre national wa éducation et nouvelle citoyenneté, na muinterpele ku parlement kama hii dossier inaendelea, parce que c'est inconcevable mwalimu mwenye iko na salaire ya chini afanye 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois haya pokea salaire. Il va vivre comment? Na alifanya moyen yake yote possible pourvu que va accélérer processus na balimu balipiwe, na njoo kupitia ile maeforo wanasema hapana, asia shukuru ni mkafiri, acha tuandike kibarua tushukuru Honorable Msenyibwa Pele Janvier kwa hii kazi yenye amefanya ya kututetea sisi walimu. Donc ni kazi yenye Honorable Msenyibwa Pele Janvier iko nafanya na tendelea kufanya juu kutetea raia ya territoire ya Fizi. Shirika la raia Force Vive tarafani Fizi limeandikia serikali ya DRC na wafadhili wake kibarua cha kuomba kusaidia raia waliokumbwa na matatizo ya vita kwenye baadhi ya vijiji vya groupement ya Bashilocha sekta Tanganyika tarafani Fizi, ambao wengi walipoteza vitu vyao na hata wengine kukimbilia porini kufuatia vita kati ya FARDC na wazalendo zidi ya waasi wa AFC M23 wiki iliyopita. Katika mazungumzo nasi, Jacques Almas, mwenyekiti wa shirika la raia tarafani Fizi, amesema raia wanapitia lingumu ya maisha, kwani kuna wale ambao nyumba zao zilichomwa na moto na waasi wa M23 huku wengine wakikosa chakula. Ndio tunatoka
pana kibarua chetu ambacho tumeandikia wakuu viongozi wa serikali na mafadhili wake wala waparteneri wake kwa ajili ya hali ya usalama mdogo na hali ya kiutu ambayo inaendelea kuzorota kisha vita katika kijiji cha Ngezi, Tuetue, Point Zero hata na Kitasha, kati ya vikundi ambavyo vinashikilia silaha vya wazalendo vinaongozwa naye Ngoma Nzito na Kakobanya, ambao walikuwa wakisaidiwa na jeshi letu la Kongo la FARDC huko nyanja za juu za tarafa la Fizi na tarafa la Mwenga. Na hivyo vita vimeleta vinyume vingi, wakaaji wameyama makazi yao, na katika kijiji cha Ngezi nyumba zote zimebomolewa na zimeunguzwa na wanamgambo wao ambao wameleta vita. Na hata katika kijiji cha Tuetue, Centre de Sante ya Tuetue imekwenda kubomolewa na kuunguzwa na vitu vyote vimeporwa, dawa na vitendea kazi vyote. Na hiyo hali inaleta usalama mdogo na inaleta maisha ya wakaaji kukua ngumu sana. Na watu wameenda katika vijiji vya Bikakia, katika vijiji vya Anunga na village ya Kanguli, Bilende na hata hapo kwa mlima ambako wahamiaji wa ndani wanapatikana, na maisha inaendelea kuwa duni, wanalala nje, na wakati wa mvua hakuna hata kitu chochote kile cha kuwasaidia, hawana chakula, hawana manyumba. Na ndio kwa maana tumeomba kwa serikali yetu ya Kongo iangalie gisi inaweza kufanya ili isaidie wahamiaji hao wa ndani. Huko Uvira ni kwamba vuguvugu machozi ya raia mjini Uvira yakemea kwa hali ya juu tabia mbovu ya baadhi ya wafanyakazi kwenye shop za mji huo, wanaomba pesa zisizo halali kulingana na utaratibu wa kazi. Udhibitisho ni wake Emmanuel Abedi, mratibu wa machozi ya raia mjini Uvira, ambaye ametoa maelezo juu ya hali hiyo. Pamoja nayo, Emmanuel Abedi ameongeza kuwa ni sehemu nyingi ndipo kuna ripotiwa hali hiyo ambako wahanga ni raia wanaotumia shughuli hizo. Mashirika ya kiraia katika mji wa Kamituga yanatuhumu baadhi ya makundi ya wazalendo kuwa nakiuka makubaliano ya kufuta baadhi ya vizuizi bandia ambavyo kwa sasa tena vimerudishwa katika kona mbalimbali za Kamituga na Mwenga. Kwa Wisobo wa Kilongo Fisto, mratibu wa shirika la raia tena usika na haki za kibinadamu Bendeash, ametoa hapa mwangaza ni wapi makubaliano yamekiukwa. Ile hali ya mabariere ulifanyika komision na ilikuwa madeclaration yetu tulifanya sana reunion ya conseil de sécurité pa Mwenga na administrateur wa territoire ya Mwenga bwana Mao Ishiro, na tulikuwa tukiomba baraza ya usalama ya territoire kusema kama wanalemea sana population na mabariere wapunguze kumabariere, na kulifanyika commission yakina punguza kule mabariere zima zilipunguka balizitosha, lakini kisha hapo kutoka wenye mabariere tena walirudisha, kitu ambayo population inashutumu. Pia ile mabariere haina ordre, unaweza fika mama na kulomba 50,000, wengine na kulomba 20,000, wengine na kulomba 5,000, wengine na kulomba 10,000 sa me bariere haina ordre. Alors population iko senye inaelemewa. D'ailleurs tunaweza approcher kusema kama tunaomba kwa wakuu viongozi wa nchi, entre autres gouverneur wa province ya Kivu naanza wa ICG nilisha kumusumuliza hayo siku za mingi, wasaidie wazalendo. Vita ni kitu ambayo inagusa uchumi wa watu wengi, na kama vita sisi ndio tuko mu vita huku tunateseka, hatuna makazi, barabara inakufa, makazi yote go bloqué. Alors qui est population paisible, population tutatosha zile franga za kwa nalipa mabariere wapi? Inakuwa tunakuwa na dimala kama mtatenda ukilio ulifika ujue utaenda haina hauna pesa. Ile mezire ilifanyika na conseil de sécurité, mais ni mezire kingi unasema haina ingine mezire d'accompagnement pour que ifikie kulengo na population yenye iko apeze. Population inalemewa sana bwana mwalimu. Upande mwingine alipoulizwa ni hatua gani wameifanya wao kama mashirika ya kiraia eneo hilo, Wisobo wa Kilongo Fisto amejibu yafuatayo. Tulisha kuinterpeller conscience ya autorité politico administrative mais aussi ba autorité ya bazalendo. Mais unajua kama administration ya bazalendo kila mtu ni
hakuna manaweza nipangia alors atujue nani ndio anasimamia nani ndio anapaswa kufanya hiki, nani anapaswa kutoa decision na nani anapaswa kuheshimia decision. Tulipenda kwa hiyo occasion tuambie watu yote, tuambie ba FRDC, PNC na wazalendo kama wajue kama isha vita. Na tumalizia na habari za kitaifa ambako Wizara ya Fedha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kukusanya bilioni 23,294 faranga za Kongo kama mapato ya umma kuanzia mwezi Januari hadi Oktoba 2025. Mengi zaidi namkaribisha Isaac Mlucha Shibe. Ndiyo, ukusanyaji wa mapato ya umma yaonekana kuendelea kwa namna yenye kuridhisha kabisa. Kuanzia mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 10 mwaka huu, taasisi za kifedha zimefikia kukusanya bilioni 23,294 franka za Kongo, zidi ya makadirio ya bilioni 23,294 franka za Kongo, sawa na kiwango cha utekelezaji kwa 100%. Hili ni jambo la kuvutia linaloonesha umakini wa usimamizi wa waziri wa fedha Dudu Fwamba Likunde Libotai, pamoja na kujitolea kwa taasisi za kifedha kuendelea kushikilia mstari wa utendaji bora, pia kuheshimu nidhamu ya bajeti. Ikilinganishwa na mwaka jana 2024 ambako mapato yalikuwa ya bilioni 21,176, ongezeko la mwaka huu ni la bilioni 2,117 franka za Kongo, sawa na 10% ya zaidi, ikiwa ni udhibitisho wa uimara wa mfumo wa uchumi wa taifa. Utendaji huu umetokana na usimamizi wa karibu, ufuatiliaji wa karibu na uratibu wa kudumu chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Katika muktadha huo Safari ya Almasi, mpango mkakati wa ukusanyaji wa mapato kuelekea mwaka wa 2028 umeandaliwa. Mpango huu ni dira ya mageuzi kwenye sekta, ukilenga kuboresha orodha ya walipa kodi, kupanua wigo wa kodi, kudijitalisha taratibu, kupambana na udanganyifu na ukwepaji wa kodi na kuimarisha udhibiti na ukusanyaji wa mapato. Taasisi za kifedha pia zimetakiwa kuandaa mpango wa kulipa madeni ya nyuma kwa kuzingatia madeni yanayoweza kulipwa ili kuongeza ufanisi wa mapato yetu. Ili kuimarisha uwazi wa uwajibikaji, hafla ya kula kiapo kwa wakusanyaji wa DGI ilifanyika mwezi Septemba. Hii ikiwa na maana kwamba Safari Almasi, watumishi wote wa DGI wanahapa kutumikia taifa kwa uaminifu kabla ya kuanza kazi zao. Hatua hii inalenga kulinda shughuli za kifedha na kuimarisha uaminifu wa utawala wa umma. Hatua zinazofuata zitahusisha kitengo cha DGDA na DGRAD. Kwa kumalizia, mpenzi msikilizaji, utendaji huu uliofikiwa unadhibitisha uimara wa usimamizi wa fedha za umma na unatoa wito wa kuendeleza nidhamu hiyo kwa miezi miwili iliyobaki ya mwaka huu wa bajeti ili kuimarisha mafanikio yaliyopatikana. Mpenzi mtazamaji, bila shaka hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari zetu siku ya leo. Shukrani kwa ambao ulitegea sikio mwanzo hadi mwisho na kutupa muda wako na macho yako. Hii ni Fizi News 24 inakujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.